uwepo wenu hapa. Ni siku nyingine tena sisi ndugu zenu vijana wazalendo tumesema tuseme nanyi, lakini tuseme na Watanzania wenzetu, lakini na Jumuiya ya Afrika Mashariki vile vile na dunia nzima kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiendelea nchini kwetu, lakini Afrika na Mashariki kwa ujumla na duniani kiujumla. Wote tumekuwa mashahidi hapa wa mwenendo wa siasa za nchi zetu, especially wakati huu nchi ya Tanzania tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na katika namna ambayo tumeona vijana wazalendo tusikae nyuma, ni namna ambavyo tumeanza kuona uchokozi usio na sababu kutoka kwa baadhi ya watu, nitumie jina la watu wala sio viongozi, kutoka nchi jirani ya Kenya. Hawa wamepata majibu yao, lakini tukasema tusikae kimya. Majibu ya kwanza wameyapata huko Kenya. Na tuseme tu kwa marafiki zetu vijana wazalendo wa Kenya, tunawashukuru wakiongozwa na kiongozi wao mzee wetu Musalia Mudavadi kwa namna ambavyo wametoa matamko ya moja kwa moja kuhusu haki na mwenendo wa kisheria wa kila nchi pale ilipo. Atakayeingilia mambo ya nchi nyingine atashughulikiwa na mamlaka za nchi husika kadiri inavyotakiwa. Kwa hiyo tumesikia sauti za vijana wenzetu wazalendo wa Kenya, lakini mzee wetu Musalia Mudavadi tunamshukuru kwa kutoa mwongozo na kwa nafasi yake. Anapoongea tunajua mzee ameongea, lakini zaidi ya yote kiongozi ameongea. Tumepokea salamu nyingi sana kutoka kwa vijana wazalendo wa nchini Kenya wakitueleza namna ambavyo hao wanaojiita wanaharakati walikuwa ni watu waliosababisha mauaji nchini Kenya mwaka 2007 wakati wa uchaguzi mkuu wa Kenya, ambao kimsingi ilikuwa wazi upande fulani ulishinda kwa haki, lakini mama huyu na wenzake na niwe wazi tu, mama Martha Karua alikuwa mmoja wa watu ambao mpaka leo vijana wazalendo wa Kenya wanamlalamikia kwa vitendo vyake alivyovifanya vya kubatilisha matokeo, lakini ya kuweza kusababisha mauaji ya marafiki zetu vijana wenzetu wa Kikenya. Hatuwezi kumchekea pale tunapoona anavuka mipaka, anakuja kwa lengo lile lile la 2007 alilolifanya kule Kenya. Kwa nafasi hii kwanza tunavipongeza vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu ya Tanzania kwa umakini. Wasije wakasema tuna vijana wazalendo hapa nchini lakini haya tunayoyafanya ni kama hawayaoni. Lakini matokeo ya haya kama tungeacha kutekeleza wajibu wetu, wa vijana hawa wangejitokeza kutulaumu. Sisi tunasema tunawapongeza sana. Kazi yao ni nzuri na tunawaambia waendelee nayo. Waendelee nayo. Bahati nzuri hata vijana wazalendo wenzetu wa Kikenya wametamani aina hii ya kazi iendelee, kwa sababu hii sio aina ya nchi ya kuchezea ya kumuona mtu ukamshikashika unapotaka wewe, ukaamua tu kuivamia, ukaamua kwenda kwenye shughuli zake za ndani kwa kadiri wewe unavyodhani inawezekana. Sisi tunasema vyombo vyetu na mamlaka zetu za ndani zote zinazotakiwa kuhakikisha tuko salama kabla hatujafikiwa na adui, hata yule mwenye mawazo tu ya uadui, viendelee kuwadhibiti. Na wananchi wa Tanzania tukiwemo sisi vijana wazalendo tunasema tuko pamoja nao, na tutaendelea kutoa matamko ya namna hii, na hakuna siku nyingi matamko haya yataanza kutoka mkoa kwa mkoa, kwa sababu hatuko tayari kuidumbukiza nchi yetu kwenye matatizo, na kwa sababu watu hawa damu za watu zilizoko mikononi mwao hawazionei ajabu wala hawaziofii. Wanajaribu kushirikiana na wenzetu wengine ambao wana ajenda ya siri, ambao kimsingi si miongoni mwa raia wa Tanzania, ambao wao wanatafuta eneo gani linaweza likawapa fursa ya kuleta athari mbalimbali za kwa nchi yetu, lakini kuleta machafuko ndani ya nchi. Hivyo tumejitokeza kushukuru na kupongeza nafasi hizo, kuanzia kwa wenzetu wa vijana wazalendo wa Kenya, lakini pia mzee wetu Musalia Mudavadi ambaye ametoa tamko ambalo kimsingi ni msingi kwetu kuona kwamba tunaendelea kujivunia wazee wenye hekima, wazee ambao tunaona kabisa nchi hii inaweza kujivunia kutoka nchi nyingine.
Zaidi ya hapo, tunavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama chini ya Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa utekelezaji wa majukumu yao. Wajue vijana wazalendo wa nchi hii tuko pamoja nao. Wakati wowote watakapotuhitaji watuite, tutatekeleza pale wanaposema hapa tumebakisha, tekelezeni nyinyi. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni miongoni mwa yale ambayo tumewaita kuwajuza. Zaidi ya yote ni kusema tu kwamba hawa ambao wanadhani wako salama na hawataguswa pale watakaposhirikiana na watu wengine kuleta matatizo, chokochoko, machafuko au namna yoyote ya shari ndani ya nchi hii, hatukuzoea na hatutakubali. Na wajue tu rais wetu yuko imara, na ndio maana vyombo vya ulinzi na usalama vinamtii na vinatekeleza majukumu yake kwa haraka kabisa. Nisiwe na mengi kwa sababu niko na mwenzangu, naomba na yeye aseme mawili matatu. Karibu Jimmy. Ndugu zangu, kwanza niwashukuru kwa kufika, lakini yako mambo kadhaa na nitaeleza kwa kifupi sana leo. Yako mambo kadhaa ambayo ni muhimu sisi vijana wazalendo wa taifa hili tunapaswa kuyasema bila uoga, bila aibu, bila kumuonea yeyote. Ndugu zangu, hapa katikati yametokea mambo mengi, na haya yote yametokea kwa sababu kuna mmoja aliyetangaza uasi katika nchi yetu, yuko mahali ambapo anastahili kuwepo mtu wa aina ya yale aliyoyasema. Sasa kumetokea na chokochoko kutokea kwenye taifa la Kenya, na ikumbukwe yapo mahusiano mazuri sana kati ya hizi nchi mbili, na haya mahusiano hayajaibuka from nowhere. Haya ni mahusiano ya kihistoria ambayo wazee wetu, waasisi wa mataifa haya, walianza wao na wakaturithisha. Sisi tunachofanya ni kuyaendeleza na kuyalinda kwa wivu mkubwa. Lakini jambo la ajabu, wametokea watu kwenye taifa la Kenya, Martha Karua mmoja anaitwa, na wanaharakati wenzake wawili ambao wamejificha kwenye kivuli cha wanaharakati watetezi wa haki za binadamu na wanasheria sijui, ambao sasa wanataka kuingilia mambo ya kisheria ya taifa ambalo haliwahusu. Na lengo la kwanza ni kuvunja haya mahusiano mazuri ambayo tuko nayo. Itakumbukwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye rais na mwanamke wa kwanza Afrika Mashariki kulihutubia bunge la Kenya. Haya hayaji tu, ni mahusiano bora ambayo yamejengwa kwenye haya mataifa mawili. Lakini kitu cha ajabu, watu ambao wamejitokeza, hawa kina Martha Karua, kwanza hata huko kwao hana historia nzuri. Martha Karua tunataka kumwambia, na wanatuma vijana wao wanatukana. Tanzania sio shamba la bibi. Yaani huwezi kutoka kwenu huko ukaja ukamkashifu rais wetu, ukamtukana, ukaibagaza nchi yetu, eti sisi tukakaa tu hivi tunakuangalia tu. Haiko hivyo. Leo Martha Karua anatoka kwao anakuja kwetu, unajua hakuna mtu anazuiwa kuja Tanzania kutoka taifa lolote lile, kwa sababu Tanzania biblical ndio nyuma ya milima ya Kushi, ambako Mungu anasema utajiri wangu uko nyuma ya milima ya Kushi. Kama ujui, ukisoma theolojia, nyuma ya milima ya Kushi ni katikati ya Tanzania na Kenya hapa kwenye Biblia. Leo anatokea mtu mahali ambapo Mungu anasema ndipo amani yangu na utajiri ulipo, anataka kuiharibu. Na hawa watu hawajakuja bahati mbaya, labda ninyi hamjui. Hawa watu wanatumika na baadhi ya watu wenye hofu ya kuendelea kushindwa katika taifa letu. Na hawa sio wengine, ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mimi nilikuwa kule, najua wana mipango mingi sana miovu wa watu. Wanalipwa viposho huko, waje waharibu amani yetu, waje waharibu utulivu wetu. Tumeona ni kwa namna gani nchi ya Kenya hawa watu wakiongozwa na Martha Karua, namna walivyosababisha machafuko makubwa 2007.
Lakini juzi tu hapa wote mmeona Kenya nini kilikuwa kinatokea. Lakini nyuma ya hayo yote alikuwa anatokea Martha Karua alikuwepo. Sasa wamemshindwa Ruto, sasa wanakuja kumchokoza Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuseme kama vijana wazalendo, hatuko tayari, hatutavumilia, hatutanyamaza. Na wametokea watu sijui ni wamerogwa ama nini, wengine ni Watanzania wenzetu. Yani unapoyasema haya ya kulilinda taifa letu ambalo tunu yake namba moja ni amani tulionayo, wanaanza huyo usimuone hivyo, huyo amelipwa. Lipwa na wewe kama rais kulipwa. Lipwa na wewe. Wewe una mdomo, wewe una maarifa. Hivi unahitaji ulipwe ili kulitetea taifa lako? Wewe ni mjinga kiasi gani? Utalipwa shingapi ukitaka hiyo amani? Kwa hiyo sisi tunamwambia Martha Karua na aina ya Wakenya anaoshirikiana nao wasiwashwe na hili jambo. Hili ni taifa letu. Lina miongozo yake, lina katiba yake, lina kawaida zake, lina kanuni na miongozo ya kila namna. Kama ni harakati, Tanzania kuna wanaharakati wengi. Kama ni wanasheria, Tanzania wapo. Tena mimi nashindwa kuelewa wanasheria wa Tanzania. Kwa sababu imefika mahali Chadema wanaanza kutafuta wanasheria kutoka Kenya. Tafsiri yake ni kwamba hata hao wanasheria wa Tanzania hiki chama hakiwaamini. Hakiwaamini. Ndio maana sasa wameanza kutafuta wanasheria wa ndondo kutoka Kenya, ambao mkija kwa amani kwenye nchi yetu karibuni, lakini mkija kuleta uchochezi, tuwaambie kabla vyombo vya ulinzi na usalama havijawashughulikia, tutashughulika na nyinyi ulalo. Hii michezo ya kutukanana na rais wenu huko Kenya, malizani huko. Tumeona watu wanaongea sana kwenye mitandao. Halafu nchi ya Tanzania kuna vijana wengi, hakuna kijana anatoka anasema hii sio sawa sawa. Unapompiga, ukitaka kuwatawanya kondoo, sharti la kwanza ni lazima apigwe mchungaji. Sasa sisi kama kondoo wa taifa hili, we are not ready kuona rais wetu ambaye ndio mchungaji mkuu wa taifa anabagazwa na mtu yoyote. Kwa hiyo tukwambie Martha Karua, mshukuru Mungu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni watu wenye hekima na wanafuata taratibu, walikurudishia pale. Ukija kuleta uchokonozi siku nyingine, hatutakuacha. Tuyaseme haya kwa uwazi. Taifa lenu ni Kenya. Tunawashukuru, nyie ni majirani zetu. Nyie mmeuana mara nyingi huko, mlishawahi kuona sisi tunakuja, tunatoa matamko. Mmeshindwa kupigania haki za binadamu kwenu, mnataka kuja kujaribu huku. Hii sio nchi ya kutestia, sio mahali pa kufanyia rihaso Tanzania. Na tumpongeze rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa uvumilivu alionao. Tuna rais mvumilivu haijawahi kutokea. Kwa sababu wewe Karua, sui Martha Karua nani wewe? Ulikuwa unaweza tu hapa kushughulikiwa na ndugu zako wa Kenya, habari zako wakazisahau ukiwa hapa. Huwezi kuja kwenye nchi yetu ukachochea sisi tuvurugane. Kama mnavurugana, vuruganeni kwenu, sio hapa. Na tumeona leo wanaowatumia hawa watu, wanatumiwa na hawa watu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Leo wametoka hadharani wanasema chama chetu kiko imara. Kuna wale matajiri wa kwenye mitandao wanatangazaga mimi na hela, hawanaga kitu wale. Ungekuwa imara watu wangekuona tu uko imara. Jambo ambalo Watanzania hawalijui, chama hiki mwenyekiti kimebaki na watu watatu. Yaani niko mtu tatu ndani ya traki moja. Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakiko imara, kiko maututi, kiko ICU kinapumulia gesi. Chama kimekuwa cha watu watatu. Ni chama cha Heche, ni chama cha Lissu, ni chama cha Lema. Hata huyu mnayemuona Mnyika yuko njiani kuondoka, ni jambo la muda. Hata Boni hayumo. Ni chama cha watu watatu tu, Lissu, Heche, Lema. Hawashauriki, ndio unaona chama chao kila mtu anaondoka. Na thanks God wanaondoka kwenye hicho chama ni watu makini kama wakina Benson Kigaila, wakina Salum Mwalimu, watu waliojenga hicho chama. Kwa sababu chama kimebakia mikononi mwa watu watatu. Muda sio mrefu mtakuja kuniambia Mnyika na yeye yuko safarini, na yeye amechoka
kuburuzwa nao watu watatu ambao leo wanakuja kusema unajua tumekataa siasa za ulaghai sasa hivi. Kwa hiyo kumbe mwanzoni hiki chama chenu kilikuwa kwenye siasa za ulaghai. Mnataka kutuambia nini? Wao wameshindwa, sasa wanawatumia Wakenya. Ngoja niwaambie ndugu zangu wa Tanzania ambao mnashirikiana na hawa Wakenya, uwe Mtanzania uwe Mkenya, ukileta viashiria vya kuvuruga amani ya taifa hili hautakaa salama. Hautakaa salama. Kabla vyombo havijakushughulikia, vijana wazalendo wa taifa hili watashughulika na nyinyi. Chama kimewafia, sasa mnaanza kuleta watu wengine ili kuleta mpasuko kwenye taifa letu. Kwa hiyo mwambieni Martha Karua, tena mnamponza asije kwenye taifa hili kwa namna aliyokuja sasa hivi. Tumeona baadhi ya Wakenya wanasema Watanzania hawataki twende kwao. Tanzania kuna Wakenya wengi. Kwenye hii hoteli ambayo tuko sasa hivi kuna zaidi ya Wakenya 6 wanafanya kazi hapa. Nani anawabugudhi? Tunafanya kazi na Wakenya wengi. Hata kwenye kazi zetu za kitasnia wako wengi mno, na tunashirikiana nao vizuri, tunaishi nao vizuri. Kwa sababu ukienda kwenye nyumba ya mtu usiende na utaratibu wa kwenu. Uko utaratibu mahali pale ambao utakuongoza wewe kufuata yale ambayo umeyakuta pale. Kwa hiyo tutoe rai hii kama wazalendo, kama Watanzania huru, kama watu ambao tuna nafasi ya kuilinda nchi yetu, lakini na serikali yetu, kwa sababu ibara ya 8 ya katiba yetu imeeleza wazi kwamba sisi ndio tunaoweka serikali, ndio tunaamua serikali yetu iendeje. Kwa hiyo hatuwezi kuweka kitu ambacho hatuwezi kukilinda. Kwa hiyo tuwaombe Watanzania tuendelee kumuunga mkono rais wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeyote ajaye kinyume naye amekuwa kinyume na taifa letu, na hatutaogopa mitandao ya kijamii, sijui huyu anasema nini, huyu anasema nini. Haipo hiyo. Hii ni nchi yetu, kikiharibika tumeharibikiwa wote. Kwa hiyo tutalinda nchi yetu kwa wivu mkubwa. Mwisho kabisa ni vipongeze vyombo vya usalama na ulinzi, majeshi yetu, IGP, mkuu wa usalama wa taifa, mkuu wa majeshi, kwa namna ambavyo wameendelea kutekeleza wajibu wao wa kuhakikisha nchi hii inakuwa salama. Hawa kina Martha Karua, kama vyombo vyetu vingekuwa dhaifu wangecheza navyo sana. Kwa hiyo tunawapongeza vyombo vyetu vya ulinzi. Kazi yenu ni njema. Rai yangu ya mwisho kwa wa Kenya wanaotumwa, kwa sababu serikali ya Kenya imeshatoa official statement kwamba haitambui, haijawaagiza, ni viherehere vyao. Martha Karua, acha kuwashwa na taifa hili. Hili sio taifa lako. Kwenu ni Kenya. Sisi ni majirani tu. Kwa hiyo tunajua sisi tunavyoishi, tuna miongozo yetu. Huna utakacho kuja kutuofa kwenye nchi. Pambana na mambo yako. Ruto kawapiga nusu uwanja huko, mmechemka, mnataka kumvavaa Daktari Samia. Hamtaweza. Na hatutawavumilia. Na nimeona baadhi yenu wanasema tutakuja Tanzania. We are Kenyan, my brother. Hii nchi msituone tuko kimya. Usichezee maji yaliyotuama. Ukija kwa fujo, tutakushughulikia. Na watakusahau wanaokutuma. Kwa hiyo kwa kumalizia kabisa, niwashukuru ndugu wanahabari, na hili ndio lilikuwa lengo letu la kuona ni kwa namna gani wazalendo wa nchi hii tunapaza sauti kuilinda, lakini na kupongeza jitihada kubwa zinazofanywa na serikali yetu. Na huu sio mwisho, ndio kwanza tumeanza. Chochote mtakachokifanya, ukikanyaga ukitoa mguu tunaweka mguu. Hatuwezi kukubali nchi yetu iingie kwenye machafuko. Ama baada ya kusema hayo, tushirikiane kulinda amani yetu. Sio kazi ya jeshi la polisi peke yake. Sisi wote, nyinyi wanahabari, sisi raia wa kawaida na vyombo vingine, kila mmoja, kila Mtanzania ni jukumu lake kuhakikisha Tanzania panakuwa mahali salama pa kuishi. Ama baada ya kusema hayo, hatudanganyiki, 2025 tutashiriki uchaguzi mkuu, na inshallah Mungu atatupa kura za kutosha kabisa kwa rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana. Asanteni sana ndugu wanahabari. Ujumbe ambao tulikuwa tumewaandalia ni huo. Tunadhani ujumbe huu ni wa moja kwa moja, hauna haja ya kupita huku wala kule. Tunaomba na sisi kwenu muwasilishe kama ulivyo. Yes.
kimsingi hatuoni nafasi ya kusema hapa kunahitajika maswali ujaziwe. Umejitosheleza. Ni ujumbe unaokwenda kwa watu fulani uwafikie.